Katika video hii tunajifunza jinsi ya kutengeneza chati mbalimbali kwenye Microsoft Excel na kubadili muonekano wake. Hapa tutaangalia kama sehemu 10. Ya kwanza ni kutengeneza chati, ya pili ni kubadili ukubwa na kuhamisha chati, yani resizing and moving a chart. Tatu, kubadili aina ya chart, changing chart type, applying built-in chart layouts na style mbalimbali, working with charts, labels, label mbalimbali za chart. Alafu vile tutaangalia axis mbalimbali za chart, upande wa wima na ulalo, y axis na x axis. Vile vile working with chart backgrounds, muonekano wa nyuma wa chart, either kwenye wall, yani ukuta, au kwenye floor chini kwa zile ambazo ni 3D. Also working with chart analysis commands, tulifunza jinsi kuangalia tathmini mbalimbali, analysis commands, and formatting chart elements, kuformat chart elements, kwa mfano kuformatting axis ya upande wa x na upande wa y na kadhalika. Vile kubadili chanzo cha taarifa za chart, changing a chart source data. Basi tuendelee namba 1 hapo. Kutengeneza chart. Tunaona kuna chart hapa. Inazungumzia sana masuala ya wanafunzi. Kwa hiyo tuitoe kwa jinsi ya kuiweka. Ukiwa na taarifa zako kama hizi hapa, ni rahisi tu jinsi ya kuweka chart. Unachofanya wewe ni select hizo taarifa zako. Baada ya hapo unaenda kwenye sehemu ya insert hapa, alafu unachagua kwenye sehemu ya insert, kuna sehemu ya charts group. Unachagua chart yote unataka kufanya, kama kwa unachagua hii hapa, kisha kwa tayari inakaa. Kwa ndio jinsi ya kuinsert nini chart. Hapa inaonyesha hizi height in centimeter, height za wanafunzi, kuna Anna, kuna Hamisi, kuna Catherine. Kwa hapa moja kwa moja inaonyesha kwamba hapa ni ana urefu mfupi, huyu hapa ni mrefu zaidi ya wengine wote, huyu Hamisi. Alafu ninafuatiwa na nani? Anafuatiwa na Anna. Kwa hiyo hapa wanachagua sasa, kutoka kwenye ile orodha yetu tuliyoipata, tuliona kwamba tupenda kwenye sehemu ya insert, tuliona kwamba kuna chati mbalimbali hapo, sio chati moja pekee. Unaweza kuchagua hii line, unachagua hii pie. Kwa mfano chagua pie na hiyo. Chagua basi taonyesha kama Anna ndio hii ya blue, alafu Hamisi ndio hii hapa, alafu Catherine ndio rangi ile pale. Kwa hiyo ni upande wa kutengeneza chart. Na hata hapa unaweza kuchagua bado na 3D, insert chart. Shuka hapa unakuja hizi ni 3D, hizi zako chini, hizi ni 2D, hizi zako chini, zote ni 3D. Kwa mfano ukichagua hii, muonekano wake ni tofauti na ile tulikuwa tumechagua ya mwanzo. Hii inaonyesha katika mfumo huu. Hiyo ni jinsi ya kutengeneza chart. Namba 2, kubadili ukubwa. Kwa mfano chart yetu hii tuliyokuwa tuweke nyingine ambayo labda inaonekana vizuri, insert chart hiyo. Sawa. Kwa hiyo hapa tunajifunza jinsi ya kubadili ukubwa na kuhamisha chart. Kwa mfano hii chart yako nataka iwe kubwa zaidi, na kuja kwenye sehemu ya hapa kwenye kona hapa, na unaongeza ukubwa, inaongezeka. Au hata huko unataka kuongeza hata hivi. Kwenye vinani viko 1 2 3 4 5 6 7 8. Kwa hiyo nukta hivi viko sehemu 8. Kwa hiyo inaweza kwenye diagonal hapa, au kwenye kona hii, au kwenye kona hii, au kwenye sehemu hiki. Yote inafanya kazi. Na vivyo unaweza kama kuihamisha, kama unataka kuhamisha pale, niweke hapa chini kidogo hapa, basi kwenye afanye nikahamisha. Hiyo ni kubadili ukubwa na kuhamisha chart. Kubadili ukubwa na kuhamisha chart. Kwa hapo tutakuwa tunahamisha chart ndani ya sheet yetu hii moja. Lakini vivyo unaweza kama kuhamisha hii chart kwenda sehemu nyingine kabisa. Una select ile chart yako. Kwa mfano hapa nimesha click. Una hapa juu unaenda kwenye sehemu ya design tab. Hapa design tab kwenye sehemu ya chart tools, design tab, alafu na chagua location group.
location group hii hapa. Kwa ukiklik pale kwenye location group inakwambia choose where you want the chat to be placed. Je, ikae sehemu gani? Kwenye namba 2 au kwenye new sheet? Kwa hiyo nikibonyeza kwenye new sheet pale, afu nikabonyeza okay, tayari nitaenda kwenye nini? Nitaenda kwenye sehemu nyingine kabisa, imeongezwa hiyo ndio chat 1. Kwa hiyo nimehamisha kutoka kwenye hii sehemu iliyokuwa hii size hapa haipo, bali nimekuja kwenye sehemu hii inaitwa chat 1. Kwa ni jinsi ya kuchagua kama ikae wapi ina load. Kwa hiyo ndio vile nikairudisha kwenye ile kwepo, unakuja kama hiyo kwenye sehemu hiyo iko namba 2. Kwa hiyo nitachagua namba 2 pale kwenye object in 2. Hii 2 ni sheet namba 2 na namba ngapi? Namba 2. Ukibonyeza okay pale narudi kwenye sehemu ile kwa namba 2. Kwa hata kwenye sheet nyingine namba 3 namba 4 naweza kupeka kule, lakini nimechukua taarifa huku. Hiyo ni jinsi ya kuhamisha chat kwenda kwenye sheet nyingine. Namba 3 ya somo letu ni kubadilisha aina ya chat. Ile chat tumeangalia kama unaweza kuweka katika mfumo wa pie chart. Kwa mfano hapa tunayo sahihi, tulikuwa nao simu hii hapa, tulikuwa nao kama hii hapa. Sasa select hii kwa pale, weka pale insert chat ya pale, simu ikae pale. Kwa hiyo hapa naanza kubadilisha ili upate muonekano ambao wewe unaohitaji, kwa sababu kila chat inaweza kuonyesha vizuri, kila taarifa inaweza kuonyesha vizuri kwa chat fulani. Kwa mfano sasa hapa nataka kubadilisha hiyo chat, unaenda tu kwenye select hiyo chat, alafu kwenye chat tools ambazo label zake ni hizi, unachagua design tab. Baada ya design tab unakuja kwenye type group hapa, halafu kuna sehemu ya change type. Kama bwana pale change type, unachagua sasa kama unaweka type gani. Kama ni pie chart kwa muda huu, basi kuzipo aina mbalimbali, kuna hiyo mpaka kwa mfano hii inakuwa ni bar of pie. Hii inakuwa na exploded, yani inakuwa na kama vipande vitatu kulingana na idadi ya wahusika. Au hii ni pie of pie, tunakuwa na pie, tunakuwa na pie kingine hapo pembeni. Kwa hiyo tunachagua tayari pale, kubonyeza okay. Kwa nazo pale kwamba huyu wa nje ambaye ndio Catherine, yeye ni sehemu chake, lakini kwa itaonyeshwa katika mfumo wa bar inaweza kuonekana katika mfumo kama huu hapo. Hiyo ni kubadili aina ya chat. Vile vile hapa nimeongeza na kingine na taarifa zingine, kwa mfano hizi hapa zilizo na chat kama ile pale. Hii basi tutaona kwa somo linalofuata ambalo ni somo namba 4. Hapa applying built-in chat layouts and styles. Kwa hiyo tunataka insert hiyo chat yetu hapa ili kujifunzia hapa insert. Kwa hiyo itaonekana hivi kwa sababu ziko taarifa, tunasema income, tunasema expenses, tunasema saving. Income ni mapato, mapato, alafu matumizi, alafu akiba hapa miezi. Basi nimekaa hapa. Kwa tunafanya apply built-in chat layouts. Kwa tutabadilisha layouts na kuna style. Tuanze basi na moja hapo katika hizo chat layouts. Chagua chat ya husika. Baada hapo tunaenda kwenye sehemu ya hii kinaonekana chat tools pale. Kwenye chat tools ndio kwenye sehemu ya design hapa. Kwenye chat tools kuna design tab, kuna layout tab, kuna format tab. Kwa sisi tunaanza kwenye design tab pale. Baada ya design tab, sasa kwa sababu tunachagua masuala ya layouts, nenda kwenye layouts group ile pale, chat layouts. Kwa
Kwa mfano ukichagua hii utaona kama inakuja katika mfumo huu. Chagua hii inakuja katika mfumo huu. Chagua hii inakuja katika mfumo huu. Na vile kuna orodha kubwa kama unaweza kuchagua katika hizo uchukue ipi. Kwa mfano kama uchagua ile pale inakuwa katika mfumo huu. Hii ni sehemu ya chat layouts. Na vile unaweza kama kuchagua style. Moja hii ni jinsi ya kwa mwanzo. Kwa mwanzo hapa. Vile unaweza kuchagua styles. Na yenyewe ni vile kama unachagua hii chat yako. Baada hapo kwenye sehemu ya design. Baada hapo naenda kwenye sehemu ya chat styles. Kwenye chat style groups kuna style mbalimbali, kuna ile pale, kuna ile pale, kuna ile pale. Na kwa mfano kuchagua hii unaona hivyo. Na vivyo unaweza kuchagua orodha nzima hapo chini labda hii hapa. Na tunachagua kama iweje. Au tukachukua katika hizo tukachukua hii hapa. Kwa tayari tutakapochagulisha chat style yetu na muonekano ukawa katika mfumo huu. Hapo ni apply built-in chat layouts and style. Tumeziona jinsi inavyokuwa. Kwa kwingine kwa mfano namba 3 hapa. Tumeona kwamba kuna mstari kingine hapa. Inakuwaje hapa? Ngoja tukaweke kwenye hii sehemu inayofuata. Hapa. Kwa unachofanya una select sehemu. Una right click kwa mfano kama mtano nikiwekea na right click hiyo sehemu ya data husika, yani ya kama mstari husika ka data. Kwa mfano hapa nimechagua upande wa matumizi. Upande wa matumizi. Kuna sehemu unaweza kusema change cells chat type. Hapo ndio unaweza kuchagua hii iwe ya mstari. Yaani ya mstari. Kwa nikimaliza okay pale tayari ile ya upande wa matumizi imebadilishwa, badala ya kuwa bar imekuwa nini? Imekuwa ni mstari. Yaani ni line graph. Kwa hiyo ni wewe unatamasa kama moja hapo labda iwe hivi, nyingine iwe hivi, nyingine iwe. Hiyo ilikuwa ni applying built-in chat layouts and styles. Twende sasa namba 5, working with chat labels. Tumeona kuna label mbalimbali, kuna ile kuna zingine zinazokaa chini huko. Working with chat labels. Chat labels inaweza kuwa ni sehemu ya title hapa juu au hii sehemu ya safu wima, na hii sehemu ya safu lalo. Yani ya axis ambayo ni horizontal na axis ambayo ni vertical. Kwa nafanyaje? Ngoja nikuonyeshe nilivyokuwa. Chagua taarifa zetu zile pale. Okay, with chat labels. Tunasema insert pale. Chukua hii. Tuweke muonekano ni kama nimechagua pale, right click change. Tunaweza kwa vitu tunafanya mazoezi. Kama nachanganya na combination chat. Na chat nyingine za bar, zingine za bar chat, nyingine za nyingine line graph au line chat. Baada hapo sasa ndo kuonyesha jinsi ya kufanya hayo. Kwa tuna select chat yetu. Select hiyo chat, tunaenda kwenye sehemu ya chat tools pale. Chat tools unachagua layout tab. Ambapo tab nyingi pale. Kuna tab hii, kuna tab hii, kuna tab hii pale. Kwa tunachagua ni layout tab. Kwenye layout tab tunaangalia kwenye sehemu ya labels group. Labels group ni ile pale. Kwa labels group pale kuna vitu vingi. Kuna chat title, kuna kwa mfano tubone chat title pale. Tunataka hiyo ni ile hapa juu. Hiyo hapa juu. Kuna hapa haipendezi, basi weke kwa juu kidogo hapa kwa chat. Kwa hapa niseme mapato, matumizi na akiba. Kwa upande wa title tayari tuende kwa sehemu ya access titles. Kwa horizontal tuongezee horizontal pale, tuseme miezi.
una click tu ndani yake, unafuta kilichopo, unaandika is, afu tuende kwenye sehemu hiyo tena axis nini vertical. Kuna vertical rotated, vertical title. Tuchukue vertical nini rotated, kwa maana ndani tutaandika na kwenye hapa ni kiasi katika shillings. Kwa hiyo vertical rotated hiyo ni kwa mfano, ngoja nikuonyeshe vertical rotated hapa. Kama kwenye vertical unaweza kuchagua ambayo ni rotated au ya kawaida tu, kama maandishi yakae hivi, yani yakae kwa kushuka chini hivi maandishi, au yakae katika mfumo huu, lakini mimi nipendelea hii vertical rotated hii hapa. Na tunaweza kuongeza ukubwa wa chart yetu ili angalau kuna muonekano mzuri. Kwa hii nyingine ambayo ni legend ni hizi hapa, kwamba kwa mfano ukizitoa zinakuwa zinaonekana, lakini kwa mfano mtu kama kuzirudisha vile vile legend, show legend at right au top au left au bottom, au bottom itaonekana kwa chini. Hizi hapa kwa tamoja sasa zinaonekana sehemu gani, zinakaa kulia na hapa, na ndio kama zikakaa hapa sasa tayari hapa ni kama vile uchafu fulani zinaonekana, au hapa kwenye wala zinaonekana. Kwa ni nzuri kuziweka chini au kuziweka kulia, kuziweka chini au kuziweka kulia. Zikiwa juu tena vile vile kwenye wala zipende, lakini angalau kama vile key fulani nzika hata kwa juu, lakini mimi napendelea kama nzika huko kulia zikawa zinaonekana vizuri zaidi. Hiyo ni semi regent. Lakini kuna data labels ndio kama kuziweka labda zisiwepo huko juu au ziwepo kwenye kila kibaa. Kwa hiyo zinakaa katika mfumo huu, kwa ndio kama zisiwepo kabisa. Mwingine ni data table, ndio kama zikapo chini hizo taarifa, kwamba ionyesha kama kwenye mapato ni hiyo nini 800,000, kwenye akiba ni 700,000, kwenye hii ya matumizi nini ya 50,000, ionyeshe kwenye hapo chini. Kwa kwenye sehemu nini ya data table, unaweza kuanza kwa mfumo huu ni wewe, lakini mimi napendelea angalau hii chart yako iwe clean, sio na mauchafu tu kwa haipendezi. Hiyo ni namba 5, working with chart labels. Twende kwenye sehemu ya 6, working with chart access, ambapo kwa safi inafanana na hii tunafanya. Kama tumeweka chart title pale, vile tumeweka access huko, na vile tumeweka access nini kwenye huko pembeni. Sasa unaweza kama ukienda kwenye kubadili muonekano wa accesses, kwa mfano na hiyo ya tuna click ya table yetu, hii chart yetu kwenye chat tools, tunasema nini ya layout. Baada ya layout hapo tunachagua access group hizi hapa. Kwa kwenye access chagua supplementary access to the left right, au kachagua hapo ni without labeling, au ukachagua hii hapa. Kwa hiyo inaonekana katika mfumo huo. Kwa hiyo ni kwa nasema vertical, kwa nasema horizontal, basi chagua ile pale. Alafu kwenye sehemu ya vertical na yenyewe kuna machaguzi mbalimbali, labda show access in billions, access in millions, access in thousands. In thousands kwa kama itaonyesha kwenye maelfu. Kwa namba mengi basi unafanya unazipunguza hizo namba. Kwa basi unaweza kurudisha katika mfumo utakao umechagua mwanzo ika vile pale. Hiyo ni working with chart access.
na kama nilivyosema humu unaweka majina ambayo kama ni mwezi, miezi, hapa ni kiasi, na hapa ni jina la hii chati yetu. Basi tuende sehemu ya 7 ambayo inaitwa working with chart backgrounds. Working with chart backgrounds. Hii nimechagua ambayo ni 3D kwamba inaonekana kwa pembeni na kwa juu, tuseme na kwa, yani sasa mtu mmoja amechungua fulani hivi ili meza yote ionekane kushoto, ionekane marefu, mapana na kimo, marefu, mapana na kimo. Hiyo ndio 3D ambayo inakuwa 2D inakuwa inaonyesha tu marefu na marefu na mapana, lakini 3D inaonyesha marefu, mapana na kimo, marefu, mapana na kimo. Labda nakuonyesha kwenye set hii. Tutachagua data zetu pale. Baada hapa tunaanza kwenye sehemu ya set hii hapo. Kwa 3D nichagua hii hapa. Kaja katika mfumo huu. Mbona tunaongeza kidogo kubwa ili angalau ionekane. Basi baada hapo backgrounds zetu unachagua hiyo chart. Ukishachagua chart yako unaenda kwenye sehemu ya tab na chart tools, afu unaenda kwenye layout tab, unaenda kwenye sehemu ya background group. Kuna group mbalimbali, kuna current selection, kuna set, kuna labels, kuna access. Sasa kuna kwenye background group. Ikiwa ni 3D inaruhusu chart wall na chart flow. Chart wall na chart flow. Chart wall maana yake muonekano wa hapa. Ngoja nikuonyeshe chart wall. More wall options, nitaonyesha color, fill, solid, rangi, tuweke rangi kiasi fulani. Rangi pale tuweke rangi hii hapa. Afu close. Kwa tunisha rangi hii hapo. Hapa ni nyuma sa kwenye walls, kwenye ukuta. Lakini vile ata flow huko chini kwa mfano. Tuweke kidogo hii 3D rotation. Hapa ilionekana close. Kwa huko chini kunaonekana sasa. Kwa kwenye flow hapo nikisha show, afu vile nakuja more options, chagua rangi gani, chagua hii hapo, angalau hapo, okay, close. Kwa na kwenye inaonekana sasa chini sasa. Tukitoa inakuwa peupe. Tukiweka basi inaonekana pale. Lakini lazima usichague lazima uchague rangi, kama ikae rangi gani. Kama sema okay. Kwa hiyo imekolea sana hivi inakuwa haipendezi. Kwa hiyo tunachofanya tunakuja kwenye hiyo sehemu, alafu tunachagua hapo, labda mpaka hapo close. Kwa hii ni working with charts backgrounds ambayo inaweza kuwa ni wall alafu hapo chini. Hii ikiwa ni 3D, ikiwa ni 2D inakuwa tofauti kidogo. Hii inakuwa ni wall peke yake. Ngoja kuonyesha hiyo 2D. 2 dimensions set hiyo chart hii hapa. Kwa hiyo yenyewe tukienda kwenye sehemu ya layout, alafu tunaenda kwenye background, inakuwa active hii sehemu ya plot peke yake. Plot area kwa nyenzo kama kutoka kwamba hiyo na rangi ya fill, labda rangi fulani. Okay, close. Kwa hii kwa nyama ni wall peke yake, kwa sababu yenyewe haina kimo, ina marefu na mapana peke yake. Lakini vivyo unaweza kama kuweka sehemu rangi kwamba iwe ni gradient fulani, kama kuna rangi fulani mbili, labda 2 colors, labda kuna rangi hii na hii hapo na hii hapa. Okay, kwa na mfumo huu. Hiyo ni sehemu ya working with chart backgrounds. Kwa kazi zako mbalimbali unazofanya, labda na assignment ya nene, basi unaweza kama kuweka ikipendeza kiasi hicho.
sio kila mtoto anachukua tu zile ambazo ni default. Kuwa creative, tumia ujuzi wako, chati yako ili ionekane vizuri kabisa. Sehemu ya 8 ni working with chart analysis commands. Kwa hapa mtu akaweka trend, basi nikuonyesha jinsi ilivyokuwa. Nenda kwenye sehemu ya tumeshachagua data zetu, nenda kwenye sehemu ya insert, alafu chart pale ile pale utaongeza kidogo ukubwa wa chart yetu. Kwa tunachofanya hapo, mtu akaandi trends na analysis nyingine, unachofuata hapo unaenda una select hii chart yako, select ile chart. Napo nimeonyesha tu mara nyingi hii aina hii, lakini kwa aina nyingi wewe utachagua kama utumie aina ipi katika hizi charts. Na select hii chart yako, afu unaenda kwenye sehemu ya chart tools, hivi vipengele vyake vilichagua kimoja hapa ambacho ni layout tab pale. Kwenye layout tab unaenda kwenye analysis group. Kwa sababu kuna magroup mbalimbali, kwa hiyo unaenda kwenye sehemu ya analysis group ile pale. Kuna sehemu ya bar errors na sehemu ya trend. Sasa mimi napendelea kutumia hii hapa ya 2 period moving average. Kwa hiyo kuanza hii sehemu inauliza, je, nitaweka kitu gani kama trend line, na kwa nini kwenye akiba. Kwa itaonyesha kwamba akiba ilikuwa juu sana mwezi Januari, ikashuka mpaka alafu baadaye tena kama kupanda tena. Kwa ni kweli hapa ilikuwa hivyo. Ngoja kuonyesha vile katika mfumo hii. Ngoja nibadilishe hii iwe katika mfumo wa line hili, nibadilishe hii tena hapa mfumo wa line, change line. Okay, kwa na yenyewe ni kweli inaonyesha kwamba kama ilikuwa juu ikashuka, hiyo ikapanda mpaka pale. Hiyo kwa nini ni akiba? Kwa ndio trend yake ilikuwa inashuka baadaye ikapanda. Hiyo ni sehemu ya working with chart analysis commands. Vile hapo nilikuwa nimesema kuna sehemu ya unaweza kuchagua yoyote katika hivi exponential trend line. Ukiweka hiyo na yenyewe itaonyesha kama inakuaje, kwa vile inapanda fulani, au kaweka labda hii ya linear trend line linear, inaonyesha kwamba ni kubwa afu inashuka, kwa sababu kweli huko juu ilikuwa ni kubwa, alafu ikawa inashuka ikashuka sana, kwa baadaye ikaendelea kupanda kidogo. Kwa hiyo inaonyesha kama vile ni ile ambayo inashuka, yani mstari huko juu ni kama mwinuko, huko kama bonde fulani, kwa sababu iko chini, yani ile kianzio hiki cha kwanza kilikuwa ni kubwa kuliko hiki cha kumwisho. Hiyo ni sehemu ya analysis. Namba 9 ni somo linalozungumzia swala ya ni kipengele kinachozungumzia swala ya formatting chart elements. Tumeona hapa kuna muonekano wa nje na muonekano wa ndani. Wa ndani tumeshatisha kwamba hii ni kama vile wall fulani, kwa hiyo unaanza format hizi sehemu za nje, hizi chart elements lakini ni hivi huko pembeni. Kuna axis na kuna vertical axis na kuna horizontal axis, yani ya ulalo, axis ya ulalo na axis ya wima. Alafu kuna hizi ni legends, kwa sababu sehemu yake kwa wana format huu muonekano wa humu pembeni. Tunaenda sehemu gani? Unachagua chart yako. Ukichagua chart yako hiyo, nenda kwenye sehemu ya chart tools, kama tunasema hizi chart tools, ndio kwenye sehemu ya format. Ni sasa kama kuna tab ya design layout na nini format. Kwa sehemu ya format pale kuna format, kuna current selection, kuna shape styles, na kuna widget styles, kuna arrange na kuna size. Kwa size hapo unaweza kuchagua masuala ya height, kama height iwe kiasi gani. Height hapo ongeza, afu na width hapo ongeza width yani ya hizo element size. Kwenye arrange kuna selection pane. Sasa hapa tunapenda kujifunza labda tu muonekano huu muonekano unakuja kwenye sehemu ya fill. Sasa fill text ni fill outline yetu
maandishi yetu yakaanza kwa njano au ya kijani na kadhalika. Kwa mfano kwa black na kwa mfumo huu. Lakini vile kuna sehemu ya text effects na glow ndio hii hapa au hapa na kadhalika. Haya, kwa kwenye sehemu ya fill ya sisi huu unaonekana mtani unaonekana mndani ni rangi ambayo unaonekana sehemu ya shape styles. Kuna kipengele hiki cha fill shape kwa hiyo kama kwa hiyo shape kana rangi hiyo ikana rangi hiyo ikana rangi hiyo ikana rangi hiyo ni wewe tutachagua iwe na rangi gani. Kwa sehemu ya fill shape alafu outline shape na imsa pembeni sasa ndio kama uwe red au uwe black pale inaonekana. Alafu vile nilichagua hii sehemu kwamba iwe katika mfumo huo au kama uchagua iwe rangi hiyo. Hizi ni preset, lakini vile unaweza kama baada ya kutumia njia ya huko juu, baada ya kutumia sehemu ya huko juu unaweza kama right click sehemu husika. Kwa mfano hapa kwa right click kisha right click na sehemu unachagua kama unataka kubadilisha labda rangi ya maandishi au hiyo fill au rangi ya mstari au size ya maandishi unaongezea hapa. Mfano sana maandishi hapa naongezeka size yako ya kupunguza maandishi size basi fanya yapungua. Ikisema cha main toolbar au kila click unaweza kwenye context ni context ya menu kufanya changes unazohitaji kuzifanya. Unachagua sehemu ya format data labels. Sasa hapo usichagua sehemu ya labels, unaanza format image grid lines hapo. Kwa kuchagua sasa wewe katika ipi unataka format hapo. Mpaka hapo hii sehemu ya 9 finish hapo. Kuna sehemu ya 10 ambayo inazungumzia sana masuala ya changing a chart source. Kwa mfano hapa nikaa labda sihitaji hii sehemu ya akiba ionekane, ndio hapa jinsi nilifanya hapa kwa kuonyesha jinsi ilivyokuwa. Na kwenye sehemu ya mchagua data zako pale, kwa mfano ilikuwa ni zote jinsi zilivyokuwa hapo, labda ipo hivi. Sasa sitaki ionekane moja hapo, labda sehemu ya matumizi isiwepo, hiyo tuseme mapato na akiba. Kwa tunachofanya hapo na select hii chart yetu, tunaenda kwenye sehemu ya design. Kwenye sehemu ya design ndio kwenye sehemu ya data group, alafu tunataka kusema select data. Ukishafanya hivyo tayari itakuonyesha katika mfumo huu, yani kama unataka kufanya selection pale. Kwa hiyo nitachagua hii mpaka pale, na vile na akiwashikia shift control baadaye shift pale. Kwa tumeshachagua, tumeacha sehemu ya matumizi, tumesha mapato na akiba, nabonyeza okay pale, imeshakuja kwa mapato na akiba peke yake. Ndio matumizi, ila matumizi hapa, lakini kwenye chart kufanya atuyaonyesha. Hiyo ni sehemu ya change data source, kwamba tunabadilisha source ya hii baada ya kuchukua sehemu zote, imechukua sehemu chache, Vile unaweza kama kwa mfano kama hii, unaweza kama kubadilisha row na columns. Ndio kwenye sehemu ya switch column hapa, unaweza vile basi zinajibadilisha, kwamba zina mapato yako chini huku yanaonyesha zile pale, alafu akiba yenyewe inafanya kwa vile inategemea. Kwa hiyo ni sehemu ya kubadili chanzo cha taarifa za chart, na hii ndio sehemu ya mwisho wa hili somo letu. Basi kwa maswali, maoni au ushauri tuandikie kwenye comments hapo chini, ili tuende kujifunza zaidi na zaidi. Na vile vinakumbusha kwa kusubscribe kwenye channel yetu
ili familia tuendelee kukua na tuendelee kujifunza zaidi kwa maswali mbalimbali na kwa ushauri mbalimbali. Na usisite kutuandikia ili angalau tuendelee kupata kitu gani tuboreshe, kitu gani tukiongezee kwenye masomo yetu. Asante sana na karibu sana.